kwa kuangalia tarehe ya leo na kuipa uzito stahiki unaopaswa, kwa maana tarehe 29 kwamba ni tarehe ambayo imetiwa doa kubwa sana. Tarehe ambayo miaka yote ilikuwa ni tarehe huru, ilikuwa tarehe ya watu kufurahi, lakini imekuwa tarehe ya watu kulia, kuomboleza na kuona machungu ya ndugu zao waliopoteza maisha katika tarehe kama hii. Nimesikia hapo mmetaja pia tarehe 7 mwezi wa 7. Hiyo tarehe kwangu mimi miaka kadhaa iliyopita ilikuwa ni tarehe ya furaha kwangu, kwa sababu ilikuwa ndio siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa, nimezaliwa tarehe 7 mwezi wa 7 miaka kadhaa iliyopita. Lakini tangu apotee rafiki yangu wa karibu Mdude Nyagali, tangu apotee rafiki yangu Mdude Nyagali, aliyenipigia simu saa 8 dakika 5 usiku, hawa majambazi wakiwa mlangoni wanavunja mlango wa mbele, ananipigia simu, analia, anaomba nipige kelele, anaomba niwaambie watu wakimbilie hapo. Tarehe hii 7 kwangu ilishageuka, sio tena siku ya sherehe tena, kwa sababu nilipanga toka wakati huo kwamba itakuwa tarehe yangu ya kuhuzunika na kumkumbuka yule rafiki yangu huyu na kumwombea sana, ili angalau siku moja nimuone tena. Hakuna jambo la kuumiza kama mtu ambaye mlikuwa mnapatana, mnaelewana, mnafanya harakati pamoja, mnaandamana pamoja, mnahutubia pamoja kila mahali, halafu anapotea kwa mazingira ambayo huna jibu lake. Tulikuwa na timu ya watu watatu, mimi, Mwambukusi na Mdude. Kila mahali tulikuwa tuko pamoja. Kwa maandamano tuko pamoja, na hata alipogombea Mwambukusi urais wa TLS kule Dodoma, tulikuwa pamoja. Tuliendesha mapambano usiku kucha siku 2 na tukashinda. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho kwa kweli kinaniuma. Nikasema kwamba tarehe itakuwa ni siku yangu ya kwa ajili ya kumkumbuka yeye. Sasa nije kwenye pointi ya muhimu ambayo nadhani hii pointi inawafanya ninyi mjadili kwa upana na kuwaza kwamba je, imeisha au haijaisha mpaka iishe? Imeisha au haijaisha mpaka iishe? Mimi nadhani haijaisha mpaka iishe. Kwa danadana hizi tuseme tu kwamba haijaisha mpaka iishe. Nadhani watu mmenielewa nikisema hivyo, mnanielewa. Haijaisha mpaka iishe kwa sababu huna sababu ya kusema imeisha wakati maswali bado yapo. Huna sababu ya kusema imeisha wakati sababu zile za kwanza bado zipo. Huna sababu kusema imeisha kwa sababu hata usalama haupo. Huna sababu ya kwamba imeisha kwa sababu watu hawajaomba msamaha. Huna sababu kusema imeisha wakati huo matumaini ya kuwa huru hayapo tena. Huna sababu ya kusema imeisha wakati Lissu bado yumo ndani hata baada ya uchaguzi wao kupola. Huna sababu ya kusema imeisha wakati wanaharakati mko hatarini. Huna sababu ya kusema imeisha wakati polisi wanalindwa ambao ni wauaji wakuu. Huna sababu ya kusema imeisha wakati huo unajua kabisa kwamba ndugu zetu hawajapewa haki yao, waliopoteza maisha. Ndugu zangu, sikiliza. Pamoja na ripoti ya uongo ya hovyo ya aliyekuwa jaji mkuu miaka kadhaa iliyopita, Jaji Othman Chande pamoja na Jaji Juma ambao waliwahi kuwa majaji wa nchi yetu, na nilikuwa nafikiria tuliwezaje kuwafanya kuwa majaji wakuu hawa watu hawa. Ilikuwaje? Nini kitokea mpaka wakawa majaji wakuu wa aina hii? Pengine tukawajua tu vizuri, lakini nadhani wangetoa ripoti kama wajao majaji wakuu, tusingekubata kidogo kuwa na jaji wakuu wa namna hii. Pamoja na kwamba ina uongo mwingi, lakini imetaja wazi kwamba utekaji ulikuwa unaendelea kufanyika na watu walitekwa, watu 700 na kitu. TLS leo kuorodhesha watu 100 na kitu, lakini imesema waliwahi kutekwa watu 700 na kitu. Na kati hao 700 na kitu waliotekwa 400 hawajulikani wako wapi. 400 hawajulikani wako wapi mpaka leo. Hao 400 ambao hawajulikani, kwa ripoti ya Jaji Chande haionyeshi kwamba watatafutwaje, watapatikanaje. Sisi tunawahitaji, familia zao zinawahitaji, wanapatikanaje watu hao 400?
Yani imesomwa paka mwisho, tukaachwa hewani. Ndugu zetu hata hawajatajwa kwamba sasa nani awajibike na wanapatikanaje. Kunaposema haijaisha mpaka ishe, mna wajibu ninyi vijana na Watanzania kwa ujumla, hasa Watanganyika. Hawa watu 400 ambao serikali haina mpango watafuta, hawa watu 400 ambao polisi wana mpango watafuta, ingawa walipewa kazi ya kuwatafuta na kuwalinda mpaka wapotea, hata kama ni kwa sababu ya mapenzi. Hawa watu 400 mpaka sasa hivi, ndugu zangu, mkisema mnyamaze, mseme ishe. Sasa hawa 400 hawa, kuna jitihada gani zozote za kuwatafuta? Hapana. Mna wajibu wa kuendelea kuwasaka, kuwauliza, kuwatafuta. Miaka kadhaa, nafikiri mwaka mmoja uliopita kule Mbeya, viongozi waliamua na wananchi waliamua kwenda kumtafuta Mdude Nyagali milimani. Wakamtafuta milimani, mapolini, mashambani, walitafuta muda fulani. Na kwa sababu ya ratiba za kifamilia wakaamua kuacha kutafuta kwa staili ya kwenda pamoja. Lakini huyo mmoja alitafutwa mashambani, milimani, mapolini. Sasa tunaongelea 400 mpaka leo hawajulikani wako wapi, na wa kuwatafuta hayupo. Ndugu zao na Watanganyika na wapa ruhusa, kawatafuteni. Kwenye ripoti ya Chande imetaja watu wamekufa 518. Nasema hiyo kwa sababu hiyo imeandikwa na imetoka na kila mtu anaijua. Of course sio kweli. Kati ya hao 518 wamesema 400 na kitu hao ndugu zao waliwapata wakaenda kuadhika. Lakini watu 39, watu binadamu 39 ambao ndugu zao walienda mochwari, walienda hospitalini, wakawakuta wapo, wakawaona, wakarudi nyumbani kwenda kuandaa mazishi. Walipoenda kuwachukua mara ya pili, wakazika, wameshachimba na kaburi, wameshakusana watu na mchanga umeshatoona, mahema washaweka na pilau lishapikwa. Wakaenda wakuta hizo maiti hazipo. Waliziona kwanza, wakarudi kuandaa magari ya kusafirisha na kufuata kutoa michango. Wakaenda kuchukua maiti na gari yao, wanafika kukuta hayupo, ameyuka, amepotea. Kwenye hospitali za public, hospitali ambazo hakuna mwizi wa kawaida wa maiti anaweza kuiba maiti ya kawaida, wala sio mchawi. Hao maiti pekee tu 39. Unasemaje kwa mmeisha? Hasa hawa wanapatikanaje? Walienda wapi? Nani aliyewachukua na aliwapeleka wapi? Ndugu zao waliwaona, achana wale ambao hawakuwaona kabisa. Hawa waliwaona kwamba huyu hapa ni ndugu yetu, ana risasi ya mgongoni, ana risasi ya kichwani, ana risasi ya mguuni, huyu hapa kwenye friji la mochwari, huyu hapa. Baada ya muda hayupo. Hawa watu kwa ripoti ya Chande haijaonyesha kwamba watu hawa wanapatikanaje, nani anawajibika, ni nani muhusika aliyeiba miili hiyo ilionekana nani, na miili hiyo imepelekwa imezikwa wapi, ina matumizi gani, wameenda kutoa kafara au wameenda kutoa kwenye mizimu yao? Ndugu zao wana haki ya kutafuta ndugu zao hawa unaona. Kwa hiyo mimi naweza kusema, nadhani kwa midhaa hii, kwa utani huu, kwa kiburi hiki cha serikali, wanavyojipanga kwa ajili ya visasi kwa ajili ya wengine, kwa kusakizia kusema maneno ya hovyo ya dhihaka juu ya damu za watu, mimi nazidi kumwomba Mungu atufanyie maajabu. Lakini wanatengeneza moto usiozimika tena. Wanawasha moto ambao kuuzima safari itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu nidhani kwamba kama wangekuwa wanajua namna kuzima moto, wangefanya yale ambayo watu wamekuwa kiadai muda mrefu. Wangeyafanya wakiwa serious, bila midhaha ya kuambia watu kwamba hawa waliokuwa nakufa, waliokuwa wanaondamana au waliokuwa wanaonekana kwenye picha ni watu wa Gaza. Hiyo mizaa ya hali ya juu sana. Nani asiyejua? Utamdanganya nani? Pinduzi
na mna baraka za watu wote ambao wana maumivu makali, wanaishi kwa hofu. Na mimi nawatakia baraka za Mwenyezi Mungu kwa mipango yenu yote. Mjue tu kwamba Mungu yuko nanyi. Amina. Asante sana mchungaji. Sote amina. Sote tuko pamoja na wewe. Na kweli umeongea kwa hisia kali kabisa. Kwa kweli hao wameteka watu wengi sana, na hii ndio imepelekea watu wakaandamana, lakini hawataki kuiweka wazi. Wao wanadai ni vijana tu walifanywa training, wakafundishwa namna ya kupiga, wakafundishwa namna ya kutumia silaha. Hiyo na nukuu Nyarandu wakati anahojiwa kimataifa alikuwa anasema hayo mambo. Hiyo tuna nukuu. Okay, jamani, tunaendelea na mdahalo. Mdahalo umekuwa mzuri kabisa, umewafanya watu wa CCM wameparalyze. Na waona wanakuja hapa wana comment utumbo, lakini tunawapiga za ugoko hasa. Yaani wanazidi kuumia. Hii kitu itakuwa ni muendelezo. Hatutaacha, yani hii hatutaacha mpaka siku tumeona katiba hii hapa au tumeona serikali ya mpito. Na mambo yanakwenda vizuri. Nasikia na Chakwera naye kawapiga za uso. Hawataki tu kusema. Na nyinyi waandishi wa habari wa Tanzania, kitu kama hiki tunachojadili, mngekuwa mnaweka kwenye midahalo yenu kwamba vijana waja juu, waiparalyze serikali. Mnaandika mambo ya kijinga tu huko kwamba eti lenye kichwa kikubwa linataka kuoa. Sasa mambo ya nini ya Watanzania wanataka nini? Hayo ndio Watanzania wanaotaka. Sasa hivi kila media eti lile lenye kichwa kikubwa linataka kuoa. Sasa inatuhusu nini sisi Watanzania? Wekeni vitu vya maana nyewe, wakina Kitenge nyewe, wengine nyewe waandishi wa habari wajinga. Ndio maana madam wanaita mauchwala afu mnakasirika. Na tutawaita uchwala kila siku. Tutawaita uchwala. Okay jamani, tunaendelea, mdahalo unaendelea. Naona sasa hivi labda tuwakaribisha, au kuna Clubhouse na kuna Zoom. Labda tu kama umeshaunga sehemu yoyote, kama kuna mtu sijui wako tayari. Asante kaka Sama, na bila shaka watu wa Clubhouse wapo tayari. Kwa hiyo Maboy, Clubhouse nani anazungumza kutoka Clubhouse, na una wazungumzaji wangapi ili tujue? Hapa na mtu mkubwa na kuna Brother Omari. Nadhani ni watatu. Mtu mkubwa unamaanisha nani? Mtu mkubwa, moderator wetu mkubwa kabisa, mfungwa room hapa. Okay, sawa. Sasa nataka nitoe taarifa. Ile documentary tangu tumeipost mpaka sasa imetazamwa na watu 300. Kwa hiyo inamaanisha watu hamjaenda kule YouTube kwenda kutazama documentary yenu. Hiyo itakuwa sio sawa. Lazima tushare sana. Ukiachana na hiyo live ambayo mnaangalia, lazima ile documentary watu waende wakaangalie. Ingia YouTube account ya Mo 29 TV. Andika Mo 29 TV YouTube. Kila mtu aende akaitazame, itakuwa ni jambo jema. Wewe gusu lazima utazame yote, ila view ni lazima uview ili at least twende, ukipata muda wako baadaye utaangalia yote. Kwa hiyo watu wa Facebook mpaka sasa 1067 wameshatazama tangu tulipofungua saa 9 mpaka sasa. Watu 1067 tayari wameshatazama, na YouTube tutafuata taarifa mwishoni ile live watu wangapi mpaka sasa wametazama nitawaambieni. Kwa hiyo tunaendelea, inamaanisha mapambano yanaendelea. Kwa hiyo kaka Sama, twende huko wakaribisha watu wa Clubhouse. Kaka Sama, tuendelee. Okay, Maboy, kama kuna mtu huko mpe maiki. Wakati huo tunajiandaa na wapi wale nani kule kwa Nuruvazi vipi? Maana sikumsikia tena. Okay, karibu Maboy, mpe mic mtu. Karibu. Naweza kaendelea vizuri. Asante, niko hapa maana chap. Kwanza nataka niwapongeze au tujipongeze kwa documentary yetu tulioitengeneza. Kama alivyosema kaka Mwaipaja kwamba ile ni ya kwetu wote. Yaani kila ukiona wewe iangalie ione ni ya kwako. Yaani kama wewe ndio ulitia mkono pale, kama ndio ulitengeneza wewe, kama wewe ndio Mwaipaja uliongea mle,
kama wewe ndio utakaoifix ile mbele kabisa, yani kwamba ile ni ya kwetu kwa sababu sisi ndio tulioumizwa. Kuna mtu mwingine anaweza nani maboi kidogo kidogo. Kuna mtu hapa maboi, ngoja kidogo. Kuna mtu hapa anaona amekuwa na hasira, ameamua kushuka. Hapana, tulikuwa tumesema akimaliza mchungaji tutaenda Clubhouse. Sasa wewe ulioshuka kwa hasira itakuwa sio vizuri, hatujakuruka. Nadhani labda ukusikia vizuri. Tulisema akitoka Mkomba ataingia mchungaji afu tutaenda Clubhouse. Sasa ukishuka kwa hasira haipendezi, kwa kweli haipendezi. Okay, unaweza kaendelea maboi. Unaweza kaendelea Bazomani. Sasa sama ungempandisha huyo mtu, pandisheni tu. Pandisheni, msimruke. Wewe hujaelewa, na wewe nao hujaelewa ninachoongea. Endelea maboi. Tuendelee Bazomani, tuendelee. Okay, sawa. Unajua kuna kitu ambacho wakina Chande, kwanza nilikuwa nataka kusema tu kitu kimoja. Huyu Chande ni mtu wa ovyo sana. Ni mtu wa ovyo kwa sababu gani? Yani kitu ambacho anatakiwa kufanywa huyu babu ni kumvua bukta lake lile. Maana walikuwa wanavaa hapa mibukta meupe ile mikubwa ile. Kama tulivyoona kule Nepal, mtu akichapwa viboko na kutiwa kwenye maji. Hawa ndio shughuli yao hiyo wanatakiwa wafanywe. Siku wakitukalia vibaya, yani sasa hivi wanaona wamekaa vizuri, lakini siku wakitukalia vibaya, sisi hao lazima tuwachape bakora. Twende tukawatia hata kwenye mto wa Msimbazi pale ule na uchafu wao ule ujisi ulivyo. Hilo moja. Alafu la pili, kwa sababu kama Chande anatoka na kusema kwamba watu eti wasio wamepigwa na ncha kali sijui na nini, na sisi tumeona watu wamepigwa risasi, alafu watu hao wameuana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu kulikuwa sina watu ambao waandamanaji walikuwa sina silaha sio nini. Alafu waandamanaji, jifikirie, waandamanaji waliua watu, waliuana wenyewe kwa wenyewe, alafu wakawapeleka hospitalini. Tumeona wamerundikwa mpaka nje, ndani mle watu maiti tupu zimejaa pale ndani hospitali ya Sinza zimerundikwa. Au watu waliouana kwa wenyewe wameweza kuwapeleka watu waliowaua, wamejipeleka wenyewe na hospitali. Alafu baadaye watu hao waliojua wenyewe wakaenda kujipoteza, yani maiti zao wakaenda kuchukua tena maiti, wakaenda kuzipoteza pasipojulikana. Ndugu zao wamekwenda kuangalia, hawapo tena. Hapo ndio utajua kabisa kwamba hao majaji waliokuwa hapo, kama kuna mtu alitoka kunani hapa kutoa mchango wake kasema kwamba tungejua kama watu wako kama hivyo walikuwa hawatakiwa hata kupewa ujaji. Wanakosea namba, wanakosea kila kitu, na hii inatuonyesha kabisa kwamba hawa Mungu sasa hivi anaanza kuwaonyesha. Na mkishaona hivi ndugu zanguni, ushindi ndio unakaribia. Yani mnatakiwa mkanyagie tu sasa hivi. Yani sasa hivi tunatakiwa tukanyagie tu. Tunatakiwa tukanyage. Tukisuka kidogo tu tumeisha. Tukirudisha nyuma tu kidogo na tumeisha. Hauwezi mtu na akili zako timamu, wewe jaji mkuu, ukaja unasema kwamba haya maneno unayosema hapa sasa haiwezekani hata siku moja. Alafu kwa kitendo cha mtu, kwa mfano kama mtoto mdogo wa miezi 6 anapigwa risasi, watu wanaona, wameenda kukizika kale katoto, mama yake inasemekana kwamba baada ya kumfanya vibaya yule mtoto, mama mtu ndo akampiga na risasi kile kitoto kinacholialia, wakakipiga risasi wamekiua. Huyo mtoto mdogo aliyefanywa vile, hata kama kulikuwa kuna watu 10,000 wamewaua, yani huyo tu mmoja tu alipaswa Samia kabisa ni kupotea kabisa katika hicho kiti alichokalia hapo. Hicho kiti kingekuwa cha moto na angeweza kuona hata ulimwengu mwingine huko kwenye jela. Kwa hiyo hivi vitu wasitaki sisi kutufanya sisi wajinga. Sisi wa Tanzania sasa hivi tumeshakuwa si wajinga, sio wale watu walikuwa wanapeleka miaka ya huko wewe misi ya 40 kwa nani 40 kwa uzi. Haiwezekani. Kwa hiyo Chande jamani, bukta lake ni lazima tulivuliwe, apigwe mikwaju,
aingizwe katika mto Msimbazi, atakwenda huyu mzee, kwa sababu hata kama watu wengine wanasema eti labda kaikiwa mtutu wa bunduki sikapatikana, amna cha mtutu. Ukiwa jaji manake wewe ukiwa mtutu wa bunduki, sio ukiwa mtutu wa bunduki, wewe unataka useme ukweli, kwa sababu ndio maana wanaitwa jaji. Tena ushawahi kuwa jaji mkuu, jaji wa kimataifa, si UN, umeshafanya kazi, unakuja kutuletea uporoto kama nani atakaye kuelewa? Huu upuuzi tusiukubali.